Kanisa Katoliki limeeleza ni namna gani Bikira Maria aliwatokea watoto watatu, Lucia, Francisco na Jacinta. Kuna nyimbo moja tuko tunaimba sana. Nafikiri mpaka sasa hivi bado inaimbwa makanisani. Tukumbuke maneno aliyosema Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francisco na Jacinta. Alisema So hiyo nyimbo tulikuwa tunaimba sana, na mimi nakumbuka kipindi hicho niko shule ya msingi, nilikuwa napenda sana kujiuliza vitu vingi. So nikawa najiuliza, kumbe kuna watu hapa duniani Bikira Maria mwenyewe aliwatokea. Sijui walimfahamu vipi, ila ndio aliwaasa tusali rozali na nini. So nikawa hicho kitu kina click sana kichwani kwangu. So nikawa nafuatilia na leo niko na report kamili nataka ni share na wewe. Ipo hivi, Kanisa Katoliki limeeleza ni namna gani Bikira Maria aliwatokea watoto watatu, Lucia, Francisco na Jacinta, na kuwapa siri tatu au utabiri wa mambo ambayo yatakuja kutokea baadaye. Na hii ilitokea kweli kabisa mwaka 1917 Mei 13 huko Ureno kwa kina Cristiano Ronaldo. Na huu utabiri wote ambao walipewa ulikuja kujitokeza kweli. Yaani ni utabiri ambao tayari umeshatimia. Je, ni utabiri gani huo? Taswira ya mwanamke aliyevaa mavazi meupe aliyeaminika kuwa Bikira Maria ilikuwa ikiwatokea watoto hao watatu, Lucia, Francisco na Jacinta, miezi 5 mfululizo, yaani kuanzia tarehe 13 Mei mpaka Oktoba mwaka 2017, huku ikiwapa siri kadha wa kadha watoto hao, ambao siri hizo zimegeuka kuwa ni utabiri. Haya yote yalitokea katika kijiji cha Cova da Iria karibu na mji wa Fatima huko nchini Ureno, na ndiyo maana wanaitwa watoto wa Fatima. Sio kwamba mamao ndo alikuwa anaitwa Fatima, hapana. Fatima ni mji ambao unapatikana huko Ureno. Utabiri wa kwanza ulikuwa ni kutamatika kwa vita ya kwanza ya dunia mwaka huo 1917 na kuanza kwa vita ya pili ya dunia miaka michache mbeleni. So madogo Lucia, Francisco na Jacinta walipewa taarifa hizo na Bikira Maria. Utabiri wa pili ilikuwa ni namna ambayo binadamu ataishi maisha ya baadaye akiwa na taswira halisi ya maisha ya kuzimu. Utabiri wa tatu ulifichwa na Kanisa Katoliki kwa sababu haukuwa utabiri rafiki kuwekwa hadharani mbele za watu kwa wakati huo. Je, ni utabiri gani huo? Kana mimi. Mercoledì 13 maggio 1981. Sono le 17:17. Utabiri wa tatu ulikuwa ni kuhusu shambulio ambalo Kanisa Katoliki lingepata kwa kiongozi wake mkuu, na maanisha Papa. Utabiri huu ulikuja kutolewa miaka 64 mbeleni, tarehe na mwezi ule ule wa utabiri ilikuwa ni Mei 13 mwaka 1981, ambapo kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki Papa Yohane Paulo wa pili au John Paul wa pili alishambuliwa kwa risasi wakati akiingia kwenye makazi yake huko St. Peter's Cathedral nchini Vatican. Mtekelezaji wa tukio hilo, Mehmet Al-Aqqa, raia wa Uturuki, ambaye inaeleza kuwa alifahamiana na Papa, na siku hiyo hiyo alikuwa ametoka gerezani kwa kosa la mauaji ya kumuua mtu miaka 2 nyuma. Wakati Papa alipokuwa akipambana kunusuru maisha yake baada ya kupigwa risasi, alisikika akizungumza kwa sauti kwamba mwambieni rafiki yangu, mwambieni brother wangu Aqqa kwamba nimemsamehe. Na alipopona alikuwa akimtembelea mara kadhaa gerezani na kupiga naye story 2-3. Mpaka leo hatujui walikuwa wanazungumza nini. Kwa sasa Mnyamwezi Aqqa anasubiria kutekelezwa kwa hukumu yake ya kunyongwa aliyohukumiwa kwa kosa hilo la kumpiga Papa risasi.
lakini mpaka leo hukumu hiyo haijatekelezwa bado. Juni tarehe 26 mwaka 2000 ndio siku ambayo Papa John Paul au Yohane Paulo wa pili aliitoa siri hiyo ya tatu ambayo watoto wa Fatima, Lucia, Francisco na Jacinta walielezwa na Bikira Maria. Papa Yohane Paulo alisema kwamba shambulio la kwake yeye aliloshambuliwa na Akka ndio lilikuwa siri ya tatu ambayo Bikira Maria aliwaeleza watoto wa Fatima, Lucia, Francisco na Jacinta, na tukio hilo lilitokea tarehe 13 Mei ambayo ni tarehe ile ile Bikira Maria aliyoanza kuwatokea watoto hao watatu kutoka huko Ureno. Francisco na Jacinta walifariki miaka miwili baada ya tukio hilo, huku mwenzao Lucia akashikwa na upofu na aliishi na upofu takriban miaka 90 mpaka alipofariki mwaka 2005 akiwa na miaka 97 huko nchini Ureno. Hii ni Kwa Undani, naitwa Credo the King.